Bwana, mambo vipi? Bwana, leo tumekuletea video hii, ni muhimu sana kwenye maisha yako. Bwana, hizi ndio fursa 4 ambazo hutaki kuzikosa kijana yoyote. Yaani hizi fursa ukikutana nazo hutaki kuziacha zikakupita. Bwana, isikilize video mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia usisahau kusubscribe hapo chini, usisahau kucomment, usisahau kulike video hii, lakini pia usisahau kushare video hii kwa watu wengine ili waweze kupata maarifa haya ambayo leo nakupa wewe. Bwana, fursa ya kwanza ambayo hutaki kuikosa kama kijana, ukipata mwanamke sahihi kwenye maisha yako. Bana, ukipata mwanamke sahihi kwenye maisha yako ni fursa ambayo hutaki kuichezea. Na unajua watu wengi sana wamekuwa wakistruggle kupata wanawake sahihi kwenye maisha yao. Lakini pia watu wamekuwa wakistruggle sana kupata wanaume sahihi kwenye maisha. So ukipata mwanamke sahihi, hii ni fursa ambayo hutaki kuiacha. Unatakiwa ucheze nao vizuri. Yaani unatakiwa uizingatie vizuri. Lakini unatakiwa uilinde na uiheshimu. Lakini pia ukipata mwanaume sahihi kwenye maisha yako pia ni fursa ambayo hutaki kuichezea, lakini pia unatakiwa uilinde. Hakuna kitu kinaumiza kama ulishaipata mtu sahihi kwenye maisha yako alafu kaja ukamwacha kaondoka kwenye maisha yako, alafu kaja kapata mizezeta mingine au mtu mwingine ambaye haifai kwenye maisha yako. So utajuta sana na utaishia kukumbuka sana yale mahusiano ambayo ushaikuwa nayo ambayo ulihisi kabisa ni mahusiano sahihi, lakini pia ukayachezea. Utajuta sana kwenye maisha yako na utajikuta kama ni mtu ambaye huna bahati kwenye maisha yako. So ukipata fursa ya mtu sahihi kwenye maisha yako, usiache ikakupita. Mkomalie huyo mtu, mpambanie huyo mtu, mheshimu huyo mtu, lakini pia umlinde ikiwezekana. Itakuwa ni bora zaidi kwenye maisha yako na utaenjoy sana maisha. Hiyo ni fursa ya kwanza. Lakini fursa ya pili ni fursa ya kifedha. Yaani ukipata mchongo wa hela sema wote, yaani kitu chochote ambacho kinahusiana na maslahi, bwana, usicheze mbali. Kama ni fursa fulani, labda ni mambo ya ofisi, umepata labda kazi ofisini, bwana, heshimu sana hapo kazini, waheshimu wafanyakazi wenzio, mheshimu bosi wako, kuwa na nidhamu kazini. Yaani heshimu sana hiyo fursa ambayo umeipata, kwa sababu ni fursa ambayo inakuingizia kipato. Pata hiyo fursa bwana, usichezee. Lakini pia unaweza kupata fursa labda huko mashambani, hizo umeanza kilimo, unalima, unaona kabisa kuna namna soko limekaa poa kwenye kile unachokifanya, usichezee nafasi hiyo. Kwa sababu maisha yanabadilika. Hichi ambacho unakiona leo ni bora, kesho kinakuwa kitu cha kawaida. So ukipata fursa ambayo inakupa pesa leo, ukaichezea, kesho itakuwa ni mbaya zaidi. Kwa sababu maisha yanabadilika. Leo kitu kinakuwa kwenye form, lakini baada ya muda kinapoteza bora au kinakuwa kimeshuka thamani au soko lake linakuwa limepotea. So unaanza kujuta kwamba si kipindi kile nilikuwa napata sana pesa lakini nikachezea. So ukipata fursa inayohusiana na pesa, usiichezee. Kama ni kilimo, koma nacho. Kama ni ofisini, pata kazi, basi heshimu ofisi, lakini pia heshimu kazi, heshimu watu ambao unafanya nao kazi ili maisha mengine yakae poa. So ukipata fursa ya hela, pata fursa ambayo inakuingizia kipato, basi usiichezee. Hakikisha unasimama nao imara, unakaa nao vizuri ili mambo yakae poa. Bwana, fursa hii ni muhimu sana. Inayohusiana na kipato ni muhimu sana. Lakini fursa ya tatu ni kupata marafiki sahihi kwenye maisha. Ukipata marafiki sahihi ambao wanaweza kukuunganisha kwenye mambo tofauti tofauti, ambao wanaweza kubadilisha maisha yako, pia ni fursa ambayo hutaki kuichezea. Kwa mfano leo hii umepata mtu ambaye amekuamini, mtu ambaye ameona unafaa kwenye baadhi ya mambo fulani. So yule mtu hutakiwi kumfanyia vitu ambavyo sivyo. Unatakiwa uheshimu fursa ambayo umepewa. Unatakiwa uheshimu nafasi ambayo umepewa, kwa sababu mpaka ukaaminiwa wewe, lakini yule akakuamini wewe, ina maana kuna watu wengine walikuwepo lakini akaamua kuacha wale na akakuamini wewe. So ukipata fursa ya mtu ambaye amekuamini kwenye baadhi ya mambo fulani, basi hakikisha unaheshimu sana hiyo fursa. Huyo ni mtu ambaye angeweza kumchukua mtu yoyote, lakini kwa nini amekuchukua wewe? Amekuchukua wewe kwa sababu ameamini una kitu cha ziada ambacho watu wengine hawana. So ukipata fursa kama hiyo, ukipata mtu aina hiyo, basi hutakiwi kumpoteza. Hutakiwi kumuona kama ni mtu ambaye hafai. Hutakiwi kuona kama hutakiwi kuona kama ni kitu fulani hivi cha ajabu ajabu. Ndio maana leo hii kwenye maisha kuna watu ambao walipata fursa wakazitumia. So leo zile fursa wanaziona kama kilikuwa ni kitu rahisi. Unajua kuna baadhi ya mambo fulani tunachukulia poa. Kwa mfano leo hii mtu anaweza kukuunganisha kwenye kitu fulani, afu kile kitu kikakupeleka sehemu fulani. Ukishapata kile kitu, tayari utaona kama huyu mtu aliyekuunganisha kama hana thamani hivi. Yaani kuna namna fulani unamchukulia poa. So ukipata kitu kupitia mtu, basi hakikisha unatunza nidhamu, unatunza heshima ya huyu mtu ambaye alikuunganisha kwenye mchongo fulani. So ukipata mtu ambaye amekuamini kwenye mambo fulani, basi usipoteze hii nafasi. Hakikisha unaheshimu, lakini hakikisha unalinda kile ambacho umeaminiwa nacho. Ni muhimu sana kufanya hivyo. Lakini fursa nyingine na fursa ambayo ndo ya mwisho na hii na ndo ya 4 ni fursa ya maisha ambayo Mungu amekupa. Unajua duniani hapa kuna namna fulani watu tumepata nafasi ya kuishi. Saa nyingine unaweza kuona huna kitu chochote ambacho kinakukwaza, huna kitu chochote ambacho kinakuumiza.
Saa nyingine unakuta una viungo vyote, uko vizuri, Mungu amekubariki, una kila kitu. So hii ni fursa pia. Hutakiwi kuchezea fursa ambayo Mungu amekubariki kwenye maisha yako. Kuna namna fulani una viungo vyote, una akili timamu, una kila kitu. So kuna namna fulani tunatakiwa tuheshimu hizi fursa ambazo Mungu ametupa. Tujione kama ni watu ambao tunatakiwa kufanya mambo fulani na sio watu ambao tunatakiwa kuchezea baadhi ya mambo fulani kwenye maisha yetu. So leo unaweza kuona kuna kijana ana nguvu, ana kila kitu, lakini asilimia kubwa ya maisha yake anaitumia kwenye vitu ambavyo sivyo. Unakuta mtu analewa toka asubuhi mpaka jioni. Mungu amembariki fursa, amempa mwili, amempa afya, amempa kila kitu, lakini amekuwa akitumia vibaya hii fursa ambayo amepewa na Mungu. Anaitumia vibaya kwenye mambo ambayo hayafai, anatumia vibaya kwenye kuiba, anatumia vibaya kwenye kupola watu, anatumia vibaya kwenye kutapeli. So fursa ambayo amepewa au mwili ambao amepewa au kitu ambacho amepewa au thamani ambayo amepewa, angeitumia kwenye mambo ya msingi, basi huyu mtu angekuwa na maisha fulani hivi mazuri, lakini anaitumia kwenye vitu ambavyo sivyo. So maisha yake yanabadilika na anakuwa mtu wa ajabu. So ukipewa fursa kwenye maisha ya uhai, ukapewa fursa kuwa na viungo sahihi, kwa maana umekamilika, uko vizuri, una akili timamu, so huna ulemavu wote kwenye maisha yako, basi ni fursa pekee ambayo Mungu ameamua kukubless wewe. Kwa sababu leo kuna watu ambao hawana viungo, kuna watu walemavu, kuna watu wengine ndio hivyo hawana akili timamu, kuna mambo mengi. So tumekuwa tukiona watu lakini tunawachukulia poa, lakini wewe ni mzima, una akili timamu na kila kitu, Mungu amekubariki. So unashindwa kuitumia hiyo fursa kwenye mambo ya msingi, lakini unatumia fursa uzima ambao Mungu amekubariki kwenye kufanya vitu ambavyo sivyo. So kama umesikiliza video, basi hakikisha unabadilisha na unaitumia fursa hizi ambazo nimekuambia vizuri ili ziweze kujenga kwenye maisha yako. Bwana, video hii kama umeisikiliza lakini hujaielewa, so unaweza ukascroll kaanza mwanzo mpaka mwisho kaisikiliza tena. Lakini kama umeisikiliza video hii, basi usisahau kusubscribe hapo. Kuna alama hapo chini imeandikwa subscribe. Bwana, iguse hiyo alama, utakuwa umetisha sana. Lakini pia kuna alama ya kengele iko hapo, pia unaweza kaigusa ili kila video nitakayokuwa na-upload kwenye channel hii unakuwa mtu wa kwanza kuikuta na unakuwa mtu wa kwanza kuisikia. Unakuwa umetisha sana. Lakini pia usisahau kucomment hapo, usisahau kushare video hii kwa watu wengine, lakini usisahau kulike. Hicho ni kitu muhimu sana. Ukifanya hivyo utakuwa umetisha sana na Mungu atakubariki. Bwana, video hii hakikisha unaishare kwa watu wengine ili uweze kuziona hizi fursa.